tumeshuhudia tamasha la namna gani kwanza kwa maoni ya upande wako? Nafikiri ni mwendelezo, limekuwa ni tamasha kwa upande wangu, lilikuwa ni tamasha bora kwenye baadhi ya aspect. Kwa sababu kwanza ukiangalia kiwanja na penyewe kimeweza kusaidia, kwa sababu uwanja ni mdogo na maandalizi yalikuwa ni ya muda mfupi, lakini mashabiki wa Simba wameweza kujitokeza kwa sehemu kubwa sana, na kubwa zaidi haikuwa kujaza uwanja kwa sababu uwanja ni mdogo kompea na uwanja wa Uhuru na uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kubwa ambacho binafsi nimekifurahia cha kwanza ni ambavyo mashabiki wameweza kuhamasika hasa katika matumizi ya jezi za msimu mpya. Unajua hizi timu zinatumia gharama kubwa sana kufanya usajili na maandalizi ya msimu, na kitu pekee ambacho kwa haraka timu inaweza kutumia kama ni sehemu ya kuweza kulisha baadhi ya gharama ni kwenye uuzaji wa jezi. Ni kweli Simba wamezidua jezi sio muda mrefu, almost kama ni wiki moja, lakini leo hii 98% kama sio 99% ya mashabiki wote na wanachama ambao waliingia katika mechi ya leo hii kwa maana kwa tamasha walikuwa na jezi mpya, whether ilikuwa ni ya blue au ilikuwa ni nyeupe au ilikuwa ni nyekundu, ingawaje most of the people walikuwa wamevaa jezi nyekundu ambazo ni mpya. Maana yake wale wote wamechangia kwenye pato na wameweza kusapoti juhudi za mwekezaji hasa au mdabuni wa jezi kwa maana ya Jairut. Kwa hiyo mimi binafsi kitu kimenifariji, lakini pia ile uniformity kwamba unakuta almost uwanja mzima ulikuwa una rangi nyekundu, na nyekundu hiyo sio jezi ya mwaka 90 au mwaka 80, ilikuwa ni jezi ya mwaka 2026 2027. Kwa hiyo kitu pekee, lakini pia nikiangalia hata kwenye baadhi ya events, baadhi ya mambo yalikuwa yamefanyika, nikiangalia kwenye zile show zao zilikuwa ni show nzuri, mambo hapa na pale, utani wa Simba na Yanga ulikuwepo, lakini pia hata show ya Alikiba ilikuwa ni show nzuri. Kwa binafsi niseme tu kwamba ilikuwa ni tamasha zuri, ingawaje sikufurahishwa na ile mwishoni, ile mambo ya kuleta kidogo risala na hotuba hazikuwa sawa kwa siku kama leo hii, na hata ambacho kilikwenda kuzungumziwa pale kwa upande wangu nafikiri kilikuwa sio sehemu yake kwa sababu ya mazingira ya wakati walionao, lakini pia sioni kama ilikuwa iko sahihi. Kwa hiyo sikufurahishwa kile. Nafikiri kile mambo ambayo unaweza kwenda ukayazungumza kwenye mikutano zile AGM, kwenye mikutano ile ya mwaka ile annual general meeting unaweza mkazungumza, lakini ilikuwa ni wrong platform kutumia kwenye kile ambacho wamekizungumza, ukizingatia kwamba wapo katika mchakato ambao unataka uweze kuamua ni upande gani utakwenda kuongoza kwenye klabu ya Simba. Sawa. Na kwa tumetazama eneo la burudani na yale ambayo tumeyashuhudia kabla ya mchezo. Tukienda kwenye dakika 90 za mechi ya kirafiki Simba dhidi ya Polisi ya Kenya, tumeweza kupata picha ya Simba ambayo inaenda kuanza msimu mpya, kwa maana tumeshuhudia trendi ya mechi zao za Sekafa. Tukaona labda timu bado inajitafuta. Leo hii tumeshuhudia tena mechi nyingine na wamepoteza wakiwa uwanja wao wa nyumbani. Tumeiona Simba ya msimu unaofuata. Nafikiri mimi nitakuwa narudia maneno yangu. Nilipata wasiwasi baada ya kuona Simba anaamua kwenda kuanza maandalizi ya msimu kwenye michuano ya Kagame Sekafa. Na nilizungumza kwamba ile itakwenda kuathiri kwa sababu haikuwa ni wrong choice, haikuwa ni right choice. Isipokuwa ilikuwa ni wrong choice kwa sababu timu ndio inaingia kwenye mwanzo wa msimu. Timu ina nyota wapya, imetoka kwenye ligi ambayo ilikuwa ni ya muda mrefu, alafu timu inakuja kuingiza kwenye mashindano ya moja kwa moja bila kupata nafasi ya kufanya training, na ndio ambacho kimeonekana. Nimeshuhudia leo kuona mwendelezo wa timu kuwa disorganized, nimeshuhudia timu ikiwa ipo katikati kwa maana fitness haiko kwa 100%, lakini pia hata muunganiko wa timu hapo kwa 100%, na muda umekwisha. Leo nazungumzia ni tarehe 8, almost siku 3 kwenda kwenye mechi ya ufunguzi wa ligi tarehe 12, afu tarehe 15 ligi inaanza. Kwa hiyo mwalimu hajapata nafasi ya kuweza kuandaa, nyota ni wageni, lakini pia hata ukiangalia utimamu wa mtu mmoja mmoja kwenye kikosi haukuwa sawa. Yaani kunakosekana ule uwiano kwa sababu hajapata muda mmoja wa kufanya training kama timu na hasa kwenye fitness. Ukiangalia viwango vya wachezaji bado hawaja improve, wengi ambao walikuwa kwa uwezo katika msimu uliopita bado hawajaamka. Sitaki kuzungumzia matokeo dhidi ya Polisi kwa sababu ni mechi ambazo mara nyingi ni mechi za walimu. Hizi mechi za maandalizi ni mechi ambazo zinakuwa ni za walimu wenyewe, wanazitumia katika kuhakikisha
Whether wanabadilisha vitu au wanaongeza kitu kingine kipya, lakini utaangalia ile overall flow ya timu inavyocheza, hapana, timu bado haiko vizuri. Timu bado ina mapungufu mengi kwenye sehemu ya defense, sehemu ya kiungo, kutengeneza nafasi, lakini bado wachezaji wengi hawajaweza kumatch na kuweza kuelewana. Uwezi kuona wanataka wafanye nini. Most of the times wanapiga back pass, wanacheza kwenye eneo lao, wakifika kwenye eneo la katikati wanakosa ubunifu. Uwezi kuona through balls zikipita, uone pass za moja kwa moja, uone wakijaribu kutaka kuwatengeneza madefender wa timu pinzani wafanye makosa. Kwa hiyo naona wanakwenda kuanza katika ligi wakiwa na wakati mgumu sana, na kama hiki ndio kiwango chao watakuwa na wakati mgumu. Sijafurahishwa kabisa na kiwango, lakini kwa upande wa wachezaji bado hawakupata nafasi. Siwezi nikawalaumu. Ukiangalia Dumbia Ibrahim bado hajapata nafasi ya kutrain na timu, kwa hiyo huwezi kumlaumu. Au kana Castello, Caresto na wengine wengi walionao. Kwa hiyo timu ilikosa kukaa pamoja na kuweza kutengeneza. Nafikiri wangetumia zile wiki mbili kuweza kufanya mazoezi pamoja, pengine mwalimu angeweza kujua kipi ni kipi kwa timu yake. Lakini pia ukiangalia wakina Libase au ukiangalia wakina Aura ambao walikuwa maliza msimu wakiwa wana piki ya performance yao, leo ukiona tena wameshuka chini. Chama unaweza kuona tena, siwezi kumlaumu, anaendelea kushuka kutokana na age inazidi kusogea. Kwa hiyo naona Simba ikiwa imedrop, na hapa ndio ambako mwalimu anatakiwa aweze kuwa makini sana. Akishindwa kumaintain hapa, basi namuona naweza safari ikienda kumuita mapema sana katika msimu huu. Sawa. Kwa kauli moja na fupi, ni sahihi kusema kwamba msimu mwingine lakini Simba ni ile ile? Mimi nikiangalia naona ilipomalizia timu iliyomalizia msimu ndio sio timu iliyoanza msimu. Naiona timu iliyoanza msimu uliopita. Unanielewa? Okay. Yaani Simba ilianza ikiwa chini mwanzo wa msimu uliopita. Alafu kwenda kwa dirisha dogo, baada ya kufanya mabadiliko ya kocha, kaingia mwalimu Sibaka na wakafanya baadhi ya usajili, timu ilionyesha kwamba ina positive gain au positive momentum. Ilianza kwenda kusogea na tukaanza kuona wanakwenda kuwa washindani wa kweli dhidi ya timu ambayo imeweza kudominate kwa muda mrefu kwa maana ya Yanga. Lakini tena naona tena msimu unakwenda kuanza wakirudi kule ambako walikuwa wametoka. Sioni ile ni continuity, muendelezo kwenye kile ambacho walikuwa wamekifanya katika mwisho wa msimu uliopita. Kwa hiyo waona wakiwa na kazi ya kupushi ili pengine waweze kuanza pale ambako walishia katika msimu uliopita. Sawa Chief, pengine sasa tukiwa tunamaliza, unaona kuna lipi ambalo Young Africans wao ndio tamasha lao linafuata sasa, unaona wanatakiwa wakifanye ili wasiwe chini ya hapa ambapo Simba wameseti standard ya matamasha? Na nafikiri kwa Yanga wameshaona leo, lakini hata pamoja na kuona kwa muda uliobakia uwezi ukafanya chochote kwa sababu almost ni masaa kadhaa tu. Sasa tunazungumza ni saa 4 usiku. Kesho kuanzia saa 4 asubuhi maana watu wanaanza kuingia kiwanjani, almost masaa 12 ambayo hayawezi kuisha kitu kikubwa. Kikubwa tu ni kwamba wameona wenzao walivyoweza kufanya, lakini kwa maana ya kikosi, Yanga ni timu ambayo kwenye kila msimu inaingia ikiwa kama ndio standard ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo Simba na timu nyingine zinaingia kwenda kuwa challenge Yanga kwenye kile ambacho wanakifanya, na ukiangalia hata usajili leo ufanya unaweza kuhakikisha hilo kwamba wamekaa katika mazingira ambayo wanataka waendelee kufanya total dominance ya kile ambacho wako nacho. Kwa hiyo tegemea kuweza kuona kesho, na wenyewe pia hakupata nafasi ya kupata mechi za kirafiki za nguvu. Most of the times wametumia wakiwa wako Vikitown wakifanya mazoezi ya pamoja. Kwa hiyo kesho utakuwa ni mchezo wa kwanza ambao utakwenda kuonyesha taswira ya nini ambacho wanakwenda kutuletea katika msimu mpya kabla ya mechi ya tarehe 12 ambayo ni siku ya Jumatano.